Wa kitabu cha Yeremia ukurasa wa 35 na sasa tunaingia ukurasa wa 36. Tukijua ya kwamba neno hilo ambalo tumesoma linatuhusu sana, la ukurasa wa 35 ambako tumeona Warekabi wakikataa kula na kunywa yale waliokatazwa na baba zao. Bwana apewe sifa. Amen. Tumeona Bwana akiwabariki kwa sababu ya kutii. Na hilo somo la asubuhi tukajua ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Lakini siku hizi sisi wengi, nikiwa mmoja wao, watumishi wa Mungu, kutii inakuwa ngumu sana. Hasa kutii neno la Mungu si jambo rahisi. Wacheni niwaambie, kutii si jambo rahisi. Kwa sababu mwenye ambaye ametuandikia ili kupitia kwa Roho Mtakatifu, ambaye ni Yeremia, tukifika ukurasa wa 43, utaona ya kwamba hata yeye baada ya kusema yale yote yalisema, alianguka. Alirudi nyuma. Na yale alikuwa anaambia wana wa Israeli wasifanye, yeye mwenyewe pia alitembea na wenye kiburi na wakambeba wakampeleka mpaka Misri. Na Mungu alimwambia wasiende Misri. Kwa hivyo Mungu kama alimwambia wasiende Misri, angetii neno la Bwana. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Hata akiwa huko Misri alizidi kutoa unabii. Na kwa hivyo siku ya leo yanafaa tuombe neema sana, tuweze kutii neno la Bwana. Tuweze kutii neno la Bwana, hasa sisi ambao ni wachungaji. Tusiwe mzigo kwa washirika, bali washirika wawe mzigo kwetu. Tusiwe watu wa kusukumwa na washirika, bali tuwe watu wa kusimama na neno la Mungu vile lilivyo. Tusimame. Afadhali kuishi na ukufe kama umesimama kuliko kuishi kwa magoti ukibembeleza washirika wakulipie nyumba. Nawe watakuambia ukae vile wanataka. Ni afadhali kuishi katika neno la Bwana. Bwana asifiwe. Yeremia aliishi hivyo. Na nikawaambia Yeremia katika ukurasa wa 16 ndio mtu duniani, sijasoma mahali ingine, aliambiwa asioe. Haleluya. Yeremia aliambiwa na Mungu na kuagiza usioe, ni kwa sababu yale nitaletea hao watu. Ni heri wangejua hawangeolewa ama kuoa. Na sitachagua. Haitakuwa ni mtoto, haitakuwa ni mama mjamzito, haitakuwa ni mzee, wote Mwenyezi Mungu atawapiga pigo moja. Lakini Yeremia na kuagiza wewe usioe. Haleluya. Yeye ndiyo peke yake nimeona ameambiwa sioe. Wale wengine wanaambiwa, manabii wengine wanaambiwa waoe. Ukiangalia Hosea aliambiwa aende aoe. Haleluya. Na aoe ambaye ni kiruka njia. Haleluya. Na alienda na akafanya hivyo. Na tena akatoroka na akaenda akamchukua tena, akamlipia mahari kwa mwanaume mwingine ili amchukue. Hizo ndio njia za Mungu. Njia za Mungu huwezi kuzilinganua, huwezi kuzijua. Anatumia chochote. Haleluya. Kwa hivyo ukiona mtu hata kama anafanya mabaya, ujue anafanya kwa kusudi la Mungu. Na siku ya leo huko hai kwa sababu kusudi la Mungu kwako halijaisha. Ujue hivyo. Kusudi lako mbele za Mungu haujatimiza. Na ndiposa tuko hai na tuko na neema ya Bwana. Siku kusudi la Bwana litatimia, hatutaishi, tutaenda. Kama Yuda, kama Peter, kama wale watumishi wa Mungu walikuwa wababe, wamejulikana kwa uzuri ama kwa ubaya, ilikuwa ni kwa sababu ya kusudi la Bwana.
kuna kusudi juu yako. Bwana asifiwe. Amen. Tunaingia katika ukurasa wa 36 na tunaona gumbo la chuo kinasomwa na kinaandikwa. Neno la Mungu lote limeandikwa na limesemwa, limenenwa kupitia watumishi wa Mungu. Na ambalo tunasoma siku ya leo ni kwa sababu ya wema na utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo kichwa chake ni maandiko ya Mungu yatatimia. Maandiko yote ya Mungu ambayo imeandikwa kwa hakika itatimia. Tunaanza kurasa wa 36. Jina langu ni Pastor John. Kwa wale hawanijui, namshukuru Mungu kwa neema na kunineemesha niweze kusimama katika madhabahu. Sichukulii jambo hilo kama ni kawaida, na sichukulii ni kama jambo la mzaha kusimama katika madhabahu ya Bwana na kulisoma neno lake lililo hai, na ambalo likikukemea hata mimi linanikemea, likikufunza hata mimi linanifunza, likinifinyanga hata wewe linakufinyanga. Tunaingia katika ukurasa huo wa 36. Kitabu ni Yeremia, mstari ni wa kwanza. Ikawa katika mwaka wa 4 wa Yoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, toa gumbo la chuo, ukaandike ndani yake maneno yote niliyokuambia juu ya Israeli na juu ya Yuda na juu ya mataifa yote, tangu siku ile niliponena nawe, tangu siku za Yosia hata siku hii ya leo. Bwana anamwagiza Yeremia aandike maneno yote tangu alipoanza kuongea na yeye kwa wafalme wale wote waliokuwa kuanzia Yosia, walikuwa kama wafalme 4. Aandike mambo hayo yote katika chuo, yani katika kitabu ama scroll ama kwa ile ngozi ambao walikuwa wanaandikia. Aandike vizuri, ni kwa sababu lazima itasomwa, na kwa sababu iliandikwa ndiposa tuko hapa siku ya leo tunasoma na tunaeleza vile Mungu alitaka iwe na vile inafaa sisi kuishi. Bwana apewe sifa. Amen. Imeandikwa, na kama imeandikwa itasomwa, na kama itasomwa itatendeka, na kama itatendeka itatendwa na binadamu. Hiyo ni lazima. Neno la Mungu halitamrudia bure. Amini hivyo na ukae ukijua hivyo. Neno la Mungu halitamrudia bure. Amesema tutii wazazi. Kama hukutii wazazi, usitarajie wewe watoto wako wakutii. Haleluya. Lazima urudi mpaka huko nyuma, uende uambie wazazi, poleni sana, sikuwatii. Uzio unashinda ukikemea watoto. Kama imeandikwa, imeandikwa na itatendeka na itatendwa na binadamu. Wale ambao ni maadui wa mtu wakubwa ni wale wa nyumba yake. Kwa hivyo kiboko yako ni nyumba yako. Hao watoto wako ndio kiboko yako. Na sisi ndio kiboko ambaye katika nyumba ya Bwana tumekuwa kero kwa Mwenyezi Mungu. Hatumsikizi, hatusikii, hatutii, tumeondoka katika njia zake. Haleluya. Lakini imeandikwa. Na ndipo sana anaambiwa uandike mpaka siku ya leo. Mungu asemi ati uandike alafu ishie hapo. Angalia vizuri, ni leo. Kwa hivyo wewe ulihusishwa wakati wa kuandikwa. Anasema tangu siku za Yosia hata siku hii ya leo. Hii siku ya leo hata wewe uliwekwa katika hiyo hesabu. Usione kwamba kitabu hiki kikiandikwa wewe huko kwa hesabu, uliwekwa ndani ya hesabu ya maandishi yote ambayo yako hapa, uko ndani ya hiyo hesabu.
Kwa hivyo cha mno ni uchunge mienendo yako, njia zako na neno la Mungu. Wakati wote ukifanya kitu chochote, weka neno la Mungu hapa na matendo yako hapa. Wewe unajijua vizuri, huwezi kujidanganya. Kwa hivyo nasema hata siku hii ya leo, mstari wa 3, huenda nyumba ya Yuda watasikia mabaya yote niliyokusudia kuwatenda, wapate kurudi, kila mtu akaiache njia yake mbaya, nami nikawasamehe uovu wao na dhambi yao. Hakuna kitu Mungu atafanya kwa maisha yako kabla hajakuonya. Hakuna. Mungu wetu ni mwaminifu. Atakuita, mtasemezana na atakuonya. Ndipo sasa unaona kitabu hiki ambacho tunasoma cha Biblia, ile kitu ambayo imewekwa nguvu sana ni maonyo. Imebeba maonyo, baada ya kuonywa unaonywa tena, na kama hujaonywa unaonywa tena. Ni kwa sababu neno la kwanza la Mwenyezi Mungu lililotoka kwa kinywa chake ni kuonya. Neno la kwanza kuzungumza na binadamu ni kumuonya. Hawezi kufanya kitu chochote kabla haja kuonya wewe. Akamwambia Adamu, kati ya miti yote unaweza kula, lakini mti huu ulio katikati ya shamba matunda yake usile, na siku utakula kwa hakika utakufa. Alimuonya kabla hata aje. Neno la kwanza la Mungu, angalia, Mungu kuzungumza na binadamu mara ya kwanza aliongea na Adamu na akamuonya usile, na siku utakula utakufa. Jambo la kwanza, wakati umekataa neno la Mungu unakufa kiroho. Haleluya. Wewe kiroho mnatokana na Mungu, unaanza kuogelea kwa dhambi. Na baada ya kuogelea kwa dhambi, nini kinazaliwa? Mauti. Na kwa hivyo kitu cha muhimu ni kukaa katika neno la Bwana na kumwogopa Mungu na kutii neno lake, kwa sababu imeandikwa na itatendeka. Bwana anasema angalau wasikie, wabadilike. Angalau wasikie, wawache uovu wao. Mungu hafananishwi na chochote, na uwezi kulinganisha yeye na chochote. Na ile kitu ilifanya akakosana na wana wa Israeli sana ni miungu. Ni miungu. Na akasema nitawatuma mahali kuna miungu mkaabudu. Nitawatuma mahali kuna miungu. Babylon kulikuwa na miungu zaidi ya 14 tofauti. Pamoja na mfalme mwenyewe alikuwa pia anasema yeye ni Mungu. Na wako hivyo kwa sababu walikataa, walitumwa mahali kuna miungu. Ukikataa maneno ya Mungu na neno lake, na ile tamaa yako anakupatiana kwake. Ile kitu ambayo unatamani sana katika maisha yako, Mwenyezi Mungu anakupeana kwa hiyo. Unataka pesa, pesa ndiyo hiyo. Unataka mabibi ndiyo hao. Unataka magari ndiyo hayo. Unataka kazi ndiyo hiyo, inakufuata nyuma kukufuata. Kwa sababu hiyo ndiyo tamaa yako. Anakupea matamanio yako. Na kwa hivyo wana wa Israeli walipeanwa kwa miungu. Na mpaka saa hii Israeli ambaye tuko nayo wanaogopa
wanaogopa miungu. Angalia katika historia ya saa hii, hawana miungu. Bwana apewe sifa. Mstari wa 4 unasema, kisha Yeremia akamuita Baruku mwana wa Neria, naye Baruku akaandika katika gumbo la chuo maneno yote ya Bwana yaliyotoka kinywani mwa Yeremia, ambayo Bwana amemwambia Yeremia. Yeremia akamwagiza Baruku ya kwamba, mimi nimefungwa, siwezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Basi enenda wewe ukasome katika gumbo la chuo ambacho umeandika ndani yake maneno ya Bwana yaliyotoka kinywani mwangu, ukiyasoma katika masikio ya watu ndani ya nyumba ya Bwana siku ya kufunga. Pia utayasoma masikioni mwa watu wote wa Yuda watokao katika miji yao, labda wataomba dua zao mbele za Bwana na kurudi, kila mtu akiacha njia yake mbaya, kwa maana hasira na ghadhabu ni kuu sana alizotamka Bwana juu ya watu hawa. Bwana anatumana katika nyumba yake wakati watu wote wamekusanyika katika uwanja wa hekalu la Bwana, na ni wakati ambako walikuwa wamefunga. Sijui ni wangapi hapa wamefunga hivi karibuni. Wangapi wamefunga hivi karibuni? Wangapi wameenda mbele za Bwana kwa njia ya maombi wakafunga? Haleluya. Ni kwa sababu wengine wakienda kufunga huwa ni kususia chakula. Hakuna kitu huwa wanafanya. Hawaendi kumulilia Bwana, wanaenda kumulilia Bwana kwa sababu yao wenyewe. Haleluya. Na tamaa zao mwenyewe za kiroho. Vile yeye anatamani, anafunga, anamulilia Bwana. Bwana, nilikuomba bibi, uje nipatie bibi. Bwana, nilikuomba gari, uje sasa nitafunga siku 40, ujue niko serious. Hiyo ni tamaa yako, si tamaa ya Mwenyezi Mungu. Bwana anaambia wana Israeli, angalau nione kama watabadilika, wanirudie. Wakati unafunga, unafaa kumrudia Mungu na kutafuta uso wake. Uongee naye, unyamazishe mwili wa njaa, ufungue mwili wa roho. Mwenyezi Mungu aweze kuzungumza na wewe. Ni kwa sababu katika utulivu wa mwili na utulivu wa roho ndipo nafsi yako inaweza kusikia sauti nyororo ya Mwenyezi Mungu. Wakati unanyamazisha huo mwili, si kumaanisha kwamba unasusia chakula, ni kutafuta uso wa Bwana. Lakini wengi wetu huwa tunasusia chakula. Afadhali ukule, kama huna maneno mengine ni matamanio tu hii ya dunia. Wakati ikifika utapata. Wewe kula, ushibe na ulale na ufungue breki zote za mwili. Lakini kama unatafuta uso wa Bwana, hata kabla hujafunga utaanza kulia peke yako. Utaanza kusikia machozi yanakulenga ukitafuta uso wa Bwana. Ni kwa sababu Roho wa Mungu ametanda juu yako. Anaanza kukuonyesha dhambi zako kama vile Zakayo aliziona, na akasema yote ambaye nimenyang'anya nitamrudishia. Nitamrudishia mara 4. Masikini nitawapatia mali yangu yote. Wewe unafikiri hiyo boma ilibaki na nini? Boma ya Zakayo ilibaki na wokovu. Yesu mwenyewe akasema siku ya leo wokovu imeingia katika boma hii. Wakaokolewa hata kama hawana kitu. Walipeana yote. Haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri kukaa ukijiuliza, wewe na Mungu mnapelekana aje?
uzito wako na Mungu unapelekana aje? Haleluya. Yaani kama watavirudia mimi, waende wasomewe wakati wamefunga kama siku ya leo. Najua saa hii watu wako na njaa sana kwa sababu hii 25th tunakuja kukula. Na unajua tukikula pamoja vile tunakuwa tunasikia vizuri. Watu saa hii hata wakuli vizuri kwa nyumba, wanaguza tu wakitayarisha hiyo siku. Haleluya. Ni kwa sababu ni siku kuu. Lakini je, ukikula siku kuu nayo roho yako iko vipi? Roho yako iko vipi? Iko karibu na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Akisoma katika nyumba ya Bwana. Akaingia katika nyumba ya Bwana. Basi mstari wa 9. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9, watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka mji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Hao watu wote wamefunga. Basi wakati huo Baruku akayasoma maneno ya Yeremia katika nyumba ya Bwana, katika chumba cha Gamaria mwana wa Shafani mwandishi, katika ua wa juu mahala pa kuingilia kwa lango jipya la nyumba ya Bwana, akiyasoma katika masikio ya watu wote. Kwa hivyo ameingia katika nyumba ya Bwana kama vile nimesimama hapa nikiwasomea. Sema amen. Na wasomea neno la Bwana kama lilivyoandikwa kutoka kwa mdomo wa Yeremia. Na mimi sasa ni Baruku sasa. Pastor John hapa. Na wasomea ili murudie Bwana na mugairi njia zenyu za uovu na njia zenyu mbaya na mateso ambayo mnatesa watu. Wewe ukiona mjane ni wewe huo mdomo para. Ukiona mayatima para. Ukigawa chakula chako unawafukuza nje. Ukiona maskini yani unaona yani sijui niseme nini. Hizo ndio vitu ndogo zitafanya watu wasiingie mbinguni. Hiyo unaona ndogo. Hiyo utaona mbingu imepita mbele yako shua. Ukirudi unaanza kusema na nilikuwa nimeokoka miaka hii yote. Kwani nilipoteza? Ulipoteza kidogo tu kwa sababu ya kuwatesa mayatima, wajane, wahitaji. Hautaki kusikia. Wewe ulikuwa nayo na huku nipatia. Haleluya. Nilikuwa na kiu, huku ni dhamini. Ndiyo hiyo sasa. Haleluya. Uwaongeleshe wasikie katika masikio yao. Hiyo ndiyo kitu ninafanya saa hii. Msikie nyinyi mlio hai. Hao washaenda, mambo yao iliisha. Kama ni kuhukumiwa walihukumiwa. Sasa ni wewe na mimi. Bwana apewe sifa. Amen. Basi sikiza kwa makini, kwa sababu kuna watu watakao kusikia maneno. Watu ambao wanaona wao ndio wanafaa kutumiwa na Mungu. Wengine hawafai. Wengine hawakutumwa, hawakuchaguliwa, hawakuitwa. Kwa sababu unajua hapa tuko watu wengi. Kuna wale wamejiita, kuna wale wameitwa. Kuna wale wamejituma, kuna wale wametumwa. Kuna wale wamejiapisha, kuna wale wameapishwa. Kwa hivyo lazima ujue wewe uko upande gani, umeitwa ama umejiita. Basi mstari wa 11, basi Mikaya mwana wa Gamaria mwana wa Shafani aliposikia maneno yote ya Bwana yaliyokuwa katika chuo hicho,
Akashuka akaingia katika nyumba ya mfalme, katika chumba cha mwandishi, na tazama, wakuu wote wameketi humo, nao ni hawa: Elishama mwandishi, na Delia mwana wa Shamaya, na Elnathani mwana wa Akobori, na Gamaria mwana wa Shafani, na Zedekia mwana wa Hanania, na wakuu wote. Naye Mikaya akawaeleza maneno yote aliyoyasikia hapo Baruku alipokuwa akisoma kitabu masikioni mwa watu. Kwa hivyo hapa kuna mtu ambaye ni messenger. Hakuna siku kutakosa messenger. Anapeleka maneno haraka haraka mpaka kwa mfalme, kwa nyumba ile ya pale ndani, awaeleze yote ambayo imesemekana tangu mwanzo mpaka mahali wamefika. Waelezwe kila kitu na jambo yote ambayo yametendeka. Wale watu ambao waliitwa si watu hivi hivi. Haleluya. Mikaya hakuenda kwa watu wa shirika. Sikia, wale watu wametajwa ni wazee wa kanisa, makuhani, watu ambao wana sauti hata kuliko makuhani, watu ambao wanaingia kwa nyumba ya mfalme na kufanya chochote kile wanaweza taka. Watu wanaenda kwa mfalme na wanapata ile bahasha ya brown. Kila mtu anaenda kutafuta bahasha pale. Na sasa hao wamesikia yale yamesemwa. Mikaya amekimbia kueleza watu ambao ni watajika, si kwa nchi, hata kwa kanisa. Watu ambao ni wa nguvu, wazee ambao wakisema wamesema, na mfalme akisikia hawezi badilika. Nguvu yake ni hao wazee. Bwana apewe sifa. Anasema nini? Basi wakuu wote wakamtuma Yohadi mwana wa Nethania mwana wa Shelemia mwana wa Kushi aende kwa Baruku akamwambie, litoe mkononi mwako gumbo lile ulilolisoma masikioni mwa watu, uje huku. Basi Baruku mwana wa Neria akalitoa gumbo lile mkononi mwake, akaenda kwao, nao wakamwambia, keti sasa ukalisome masikioni mwetu. Basi Baruku akalisoma masikioni mwao. Ikawa walipoyasikia maneno hayo yote, wakatazamana kwa hofu. Wale wakuu wamesikia uoga sasa, wakaingiwa na hofu. Wakamwambia Baruku, hatuna budi kumwambia mfalme maneno hayo yote. Wakamuuliza Baruku wakisema, tuambie sasa, ulipataje kuyaandika maneno haya yote kinywani mwake? Baruku akawajibu, alinitamkia maneno haya yote kwa kinywa chake, nami nikayaandika kwa wino kitabuni. Ndipo hao wakuu wakamwambia Baruku, enenda ukajifiche. Haleluya. Wewe na Yeremia, wala mtu asipajue mlipo. Wakaenda kwa mfalme uwandani, lakini walikuwa wameliweka lile gumbo katika chumba cha Elishama mwandishi. Wakayanena mambo hayo yote masikioni mwa mfalme. Kwa hivyo wakati walisomewa lile gumbo, yale maandishi, wakakuwa na hofu. Na kwa hivyo wale watu ambao walikuwa ni watu watumishi wa Mungu wakamwambia Baruku na Yeremia, muende mjifiche. Ambia Yeremia muende mjifiche, na mtu yoyote asijue mahali mko. Haleluya.
Kwa hivyo kuna wakati inafika, inabidi pia wewe unaingia katika mahandaki. Unaanza kuomba Mungu, unafunga. Ujue saa hii kila mtu amefunga Israeli, na wameenda katika mfungo, wanasomewa dhambi zao, wakaambiwa yote ile imeandikwa. Ile walisomewa ni ile ambayo tumesoma kuanzia Yeremia 1 mpaka saa hii, yote yakaandikwa. Jameni, tubadilike, tumrudie Mwenyezi Mungu, tumtumainie Mwenyezi Mungu. Baruku sasa anaambiwa, kwa sababu ya hiyo, huyu mfalme sioni kama atakubali hii maneno. Fanya nini? Mwende mjifiche, na mtu yeyote asijue mahali mumejificha. Hilo jambo ni la huzuni. Umenena neno la Mungu, unanena ukweli wa neno la Mungu, lakini ufalme uliokuweko haukukubali, na ufalme ambao umekuwa ulimwengu wote haujawahi kukubaliana na neno la Mungu. Hata saa hii ukiambia watu mamlaka inapeanwa na Mungu na imeandikwa vizuri. Nebukadneza alisema yeye ndiye amefanya haya yote kwa nguvu zake, lakini Mungu alimfanya mpaka yeye mwenyewe akasema ni kweli kuna Mungu. Na Mungu akaambia Nebukadneza, mimi humpa mamlaka mtu yoyote ambaye mimi nataka, na umshusha yoyote, na umuua yoyote. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatujua vizuri sana, na mamlaka yote ni yake. Huyu mfalme hakujua hivyo, na hakutaka kusikia kwamba anaweza toka kwa ufalme, hata afadhali damu imwagike. Kwa hivyo alikuwa amejua mtu wa kwanza kumalizana na yeye ni Yeremia na Baruku. Kwa nini wanaandikia watu hiyo na wanawaambia? Watu wengi hawataki ukweli. Viongozi wengi ambao wametawala ulimwengu hawataki ukweli, na ukweli ukizidi, mwenye ukweli ndio anamalizwa. Mwenye kuongea sana ndio wewe unamalizwa. Na hivyo ndivyo iko katika Biblia. Haikuanza saa hii na haitaisha saa hii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakaingia katika nyumba ya mfalme. Mstari wa 21. Basi mfalme akamtuma Yohadi aende akakilete lile gumbo, naye akalitoa katika chumba cha Elishana mwandishi. Yohadi akalisoma masikioni mwa mfalme na masikioni mwa wakuu waliosimama mbele ya mfalme. Basi mfalme alikuwa ameketi katika nyumba iliyotumika wakati wa baridi, mwezi wa 9, na pale palikuwa na moto wa makaa mbele yake. Hata ikawa Yehudi alipokuwa amekwisha kukisoma kurasa 3-4, mfalme akalikata kwa wembe, kwa kijembe, akalitupa katika moto wa makaa, hata gumbo lote likawa limekwisha kuteketea katika huo moto wa makaa. Lakini hawakuogopa wala hawakurarua mavazi yao, wala mfalme wala watumishi wake, hata mmoja, waliosikia maneno hayo yote. Wala watumishi wake, mfalme wala watumishi wake, hata mmoja aliyosikia maneno hayo yote. Yaani hakuna mtu ambaye hata alishtuka. Hata baada ya hicho kitabu
ama lile gumbo kuraruliwa na mfalme na kulitupa katika moto wa makaa. Wale viongozi wa watu, si washirika, wale viongozi wa watu hawakuogopa, hata hawakulia, hawakuonyesha huzuni kwa yale maovu ambayo yanakuja kwa nchi. Walikuwa wanamuogopa mfalme kiasi ya kwamba wote waliona mfalme ndio mwisho, na kama mfalme amekataana na hilo gumbo, hata wao wako salama. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote alionyesha huzuni. Bwana asifiwe. Hakuna hata mmoja alionyesha huzuni. Mstari wa 25 unasema, hata hivyo Elnathani na Delaya na Gamaria walikuwa wamemsihi mfalme asiliteketeze gumbo lile, lakini hakukubali, hakuwasikia. Mstari wa 26, mfalme akamwamuru Yeremeli mwana wa mfalme wa Seraya mwana wa Azirea na Shelemia mwana wa Abdeli wamkamate Baruku mwandishi na Yeremia nabii, lakini Bwana aliwaficha. Kwa hivyo hata wakati utakuwa katika hatari, unatafutwa, Bwana atakuficha. Hata wakitumwa wale majemedari ambao ndio wanaogopewa sana katika nchi yoyote ile, na unaongea neno la Bwana, Bwana atakuficha. Na hata siku ya leo kwa maadui wako, kama umeamini Mungu na unaongeaga mambo ya kweli, hata kazini, hata wapi, Bwana atakuficha. Hata wakati kampuni zinaanguka, wakati kampuni inaanguka na imesemekana itaenda, Bwana atakuficha. Utakaa karibu na Bwana. Haleluya. Na kwa hivyo kwa kila jambo lote la Bwana ni na amina. Bwana aliwaficha. Ndipo neno la Bwana, mstari wa 27, kitabu ni cha Yeremia, ukurasa ni 37. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia hapo mfalme alipokuwa amekwisha kuliteketeza gumbo lile, na maneno yale aliyoyaandika Baruku yaliyotoka katika kinywa cha Yeremia kusema, haya, toa wewe gumbo lingine, ukaandike ndani yake maneno yote ya kwanza yaliyokuwa katika gumbo la kwanza, ambalo Yehoyakimu mfalme wa Yuda ameliteketeza. Na katika habari ya Yehoyakimu mfalme wa Yuda utasema, Bwana asema hivi, umeliteketeza gumbo hilo ukisema mambo, na umeandika ndani yake ukisema, bila shaka mfalme wa Babeli atakuja na kuiharibu nchi hii na kukomesha mwanadamu na mnyama pia ndani yake. Mstari wa 30, basi Bwana asema hivi katika habari za Yehoyakimu mfalme wa Yuda, hata kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi, na msoga wake utatupwa nje wakati wa mchana, upigwe kwa heri, na wakati wa usiku upigwe kwa baridi. Hiyo ndiyo laana ya mfalme, na sio mfalme tu, hata wale watu ambao hawatakuwa wamemwamini na kubadilika, kwa sababu ya kuchukua neno la Bwana na kulikatakata na kuliweka katika moto na kutokuonyesha huzuni. Bwana Mungu amemlaani. Hakuna mtu katika nyumba yake atakuwa mfalme, na mzoga wake
utawekwa asubuhi. Ile mbiu ya asubuhi ama heri ya asubuhi itamwagikiwa na hiyo baridi, maji hiyo na baridi ya usiku. Kwa hivyo ni kumaanisha atakaa nje kwa muda kabla hajazikwa. Atakaa tu hivyo kama mzoga, kwa sababu Bwana anasema mzoga wake. Na katika habari za Yoakimu mfalme wa Yuda utasema, Bwana asema hivi, umelitekeleza gumbo hili ukisema, mbona umeandika ndani yake ukisema, bila shaka mfalme wa Babeli atakuja na kuiharibu nchi hii na kukomesha mwanadamu na mnyama pia ndani yake. Basi Bwana asema hivi katika habari za Yoakimu mfalme wa Yuda, hutakuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi. Hiyo ni kitu ya kwanza, yaani umelaaniwa, ufalme wa Yoakimu umeisha, na mzoga wake utatupwa nje wakati wa mchana upigwe na hari, na wakati wa usiku upigwe na baridi. Nami nitawaadhibu yeye na wazao wake na watumishi wake kwa sababu ya uovu wao, nami nitaleta juu yao na juu ya mwenyeji wa Yerusalemu na juu ya watu wa Yuda mabaya yote niliyotamka juu yao, lakini hawakukubali kusikiliza. Ndipo Yeremia akatoa gumbo lingine akampa Baruku mwandishi mwana wa Neria, yeye anayeandika maneno yote niliyotoa toka katika kinywa cha Yeremia, na kitabu kile kilichokiteketeza Yoakimu mfalme wa Yuda katika moto, tena maneno mengi zaidi kama yale yakatiwa ndani yake. Kwa hivyo Bwana aliongeza mambo mengine ndani ya lile gumbo. Hapa tunaona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa nafasi ya pili. Hajamalizana na Israeli. Our God is God of second chance. Anawapatia nafasi ya pili, ili lile gumbo lisomwe tena na likae kama limeandikwa. Ni kwa sababu ya utukufu wake. Ni heri tukabadilike, ni heri tukamrudie Bwana, ni heri tukakae karibu na Bwana. Haleluya! Kama hujabadilika, badilika sasa. Yesu akizaliwa Thursday asubuhi, kuwa amezaliwa ndani yako. Haleluya! Na uamue kubeba msalaba wa Yesu. Anasema nira yangu ni nyepesi. Haleluya! Sio nira kama ile ya Nebukadneza aliyobebesha wazee. Nira ya Yesu ni nyepesi. Kwa hivyo wakati huu ambao tunasherehekea na ambako tunangoja kuzaliwa kwake Mwenyezi Mungu Yesu Kristo, siku ya leo, wakati kama huu, si wakati wa kuku kupoteza uhai wao, si wakati wa ng'ombe kuchinjwa zote. Hii ni wakati ya kila mtu kusherehekea. Hata hao wanyama, si unajua wanangoja kufunuliwa kwa mwanadamu. Hata wanyama wanangoja. Sasa unawachinja kwa nini wakati wote unasherehekea? Si uwawache tu pia nao washerehekee. Zile zitakuwa zimechinjwa huko, lakini zile za siku hiyo kwa nini siuache hata hizo zisherehekee siku hiyo? Hizo zingine za huko nyuma ni sawa. Wewe kula ile ililala huko. Enda uchukue uweke kwa friji, lakini siku hiyo si siku ya wanyama kupoteza uhai. Kwanza hao ni walikaribisha Yesu. Wewe ulikuwa wapi? Mlikuwa mmejaa kwa mahoteli huko mkikula vinono. Yesu akizaliwa kwa hori la ng'ombe, amunge mpatie hata nafasi ya kuwe kwa godoro.